Kwanza tunaenda kuanzia pale tulikoishia kwa sababu msimu uliopita vikombe vyote. Kwa hiyo kwa sisi sio wageni kwenye nusu finali au finali. Jambo la pili ni aina ya media. Matukio makubwa nataka tuende kufanya matukio. Unajua Tanga siwezi kusema ni mkoa sio mashindano ikachezwe Tanga. Wakikubali Simba njoo Tabata chukua mbuzi. Wakikubali Simba njoo Tabata uchukue mbuzi. Mbuzi wangapi? Mimi naweza kukadiria kwa sababu nikiangalia mazingira yako wewe unaweza ukala mbuzi wa 3 mpaka wa 4. Uje Tabata uchukue mbuzi. Kama watakubali mechi ya kirafiki tukaicheze Tanga. Simba. Wakikubali, nasema wakikubali mechi ya kirafiki njoo chukua mbuzi wa 3 Tanga. Kwa nini wasikubali? Sisi tunavyofahamu sisi kwenye dabi ambayo imeachwa. Sisi sio kwamba tuliikataa dabi. Simba alitumia akili kubwa sana kufikiria ile jambo kwa sababu waliangalia jambo la kwanza, kufungwa kwa mara ya kwanza, kufungwa kwa mara ya pili, kufungwa kwa mara ya 3, kufungwa kwa mara ya 4. Haitawezekana tu tufungwe kwa mara ya 5, hapana, bora tuugomee mchezo na haijawahi. Tunachokiangalia tumekusudia kwa sababu kwa sisi kwa uwezo wa viongozi wetu kuitengeneza Yanga Africa iogope hata na Barcelona au Real Madrid iogope kama Simba iogope hata Real Madrid yeye ndiye amue yeye ndo amue kusuka au kunyoa akuambia mashabiki wa Simba kiamua kuja kuipata Yanga Africa. Angalia mchezo wa kesho. Ukitaka kujua Yanga alikukimbia au Yanga hakukukimbia, angalia mchezo wa kesho. Na mimi niwaambie viongozi wa bodi ya ligi, tunacheza karata kubwa sana kwa sababu karata hii inakwenda kumpa Simba nafasi ya kuikimbia Yanga au kuipata Yanga. Kama tulikukimbia kwenye ligi kuu, tupate kwenye kombe lingine. Wanawataka. Yaani hii kwanza nataka niwahakikishie kwamba ili wajue hatukuwakimbia. Wakubali kucheza mechi kwa sababu wanacheza na timu moja ya Singida. Wakimaliza ile mechi watatuambia wanasafirisha au wanazika. Leo wanacheza na RS Berkane mchezo wao wa kwanza. Mimi naweza ngasema mimi anakwenda kuchinjwa mtu. JKT Tanzania anakwenda kuchinjwa. Ndio tunacho. Tena sasa hivi ngaja silaha sana kwa sababu badili, lakini niwahakikishie wale ambao wanaangalia kwamba ambao tutaleta taswira ya finali hii ambayo inakuja. Kama wao watakukimbia lakini niwaambie tutakapofika finali na wao wakaja finali wasiahirishe mechi za kama tarehe fulani ili tupate kanuni ili mpira wetu uwe kwa sababu mimi ni muumini sana wa kanuni. Kanuni hii ndio inanifanya mpaka leo niwe Yanga. Kanuni ndio inanifanya mpaka leo niwe mwanachama wa Yanga. Kanuni ndio inanifanya mimi mpaka leo unioji kama hivi tunavyoniona. Sipopata kanuni hata maisha yetu ya mbele sio mazuri kwa sababu hadi kuondoka na watu. Tanzania inabidi kwamba tuhakikishe makolo wanatuomba radhi kwa sababu tu hapa tunasherehekea siku ya muungano wa Tanzania. Maana Zanzibar na Tanzania. Unaelewa? Leo hii tunatumia ule muungano, makolo anakuambia sisi Zanzibar tutaki ile ni nchi nyingine. Hii ni bezea sana kubwa kwa taifa hili. Mimi niwaambie makolo, kwa hii laana ambayo mmeipata, kwa hii laana ambayo mtakaipata, hamtatoboa. Kombe mtakalolichukua hapa labda muandae kombe la kahawa na mlichukua makombe mengine yote labda muibe kwa sababu sio kingine kuiba.
yani labda waige watokee mlango wa nyuma waige, lakini kusema wanalichukua sababu gani? Unaangalia performance yao mpaka wanafika finali walifanya kitu gani? Mechi zaidi ya 5 zote ni vurugu. Unaona watu wamepigwa, unaona marefari wakifanya hivi, unaona watu wamenunua viti, umeona ni vurugu ambazo hazieleweki. Inaonekana sasa wale hawakuja kwa ajili ya mpira, walikuja kwa ajili ya vurugu. Na ukiangalia jeshi yao ina maana ushakuwa na ushabebaga bati wewe. Ukibeba bati lazima uweke vitu sana. Watu waone ile hatari. Jambo la pili, unaona Simba wa mjini ukiwa ni wakubwa. Wenzetu wapo mjini, maana yake hawa si tunawakuta. Lakini waamshe jambo la tatu ni kwamba sisi tumewazidi ubora, tumewazidi umri, tumewazidi maarifa, tumewazidi akili na kila kitu. Maana yake wao wanatakiwa wajifunze kutoka kwetu, na ndio maana ukiona jambo kwao limekuwa gumu sana, wanakimbilia kwa Mungu, wana Mungu wao. Ndio maana ukiangalia shabiki wa Simba anaenda kanisani, anaenda msikitini, akishamaliza kumuomba Mwenyezi Mungu, wakishatoka nje wana Mungu wao mwingine ambaye mimi siwezi kukutaja hapa, ila wanamfahamu.